Na ni wikendi ya mwisho kabisa ya mwezi Mei mwaka 2011. Huwa ni furaha yetu kila unapoungana nasi kwenye makala haya siku ya Jumamosi wakati kama huu. Mimi naitwa Boni Musambi. Nami Monica Kiragu. Karibu. Na takriban watu 18 waliuawa katika misururu ya mabomu ndani ya viungani mwa Baghdad siku ya Jumapili. Zaidi ya watu 70 walijeruhiwa. Shambulizi baya zaidi lilitokea katika eneo la Taji lililoko kilomita 20 kaskazini mwa Baghdad wakati gari moja la bomu lilipoegeshwa katikati mwa barabara kuu wakati ambapo kikosi cha kijeshi cha Marekani kilipokuwa kikipita eneo hilo. Mlipuko mwingine ulitokea wakati mlipuaji mmoja wa kujitoa mhanga alipojilipua katikati mwa umati mmoja wa wanajeshi wa Iraq ambao walifika katika eneo la mkasa wa kwanza. Watu 12 walifariki huku wengine 23 wakijeruhiwa. Wakati huo mabomu mengine 12 yalishambulia jiji kuu la Iraq Baghdad wakati wa asubuhi ambapo watu 6 waliuawa huku wengine 53 wakijeruhiwa. Jeshi la Sudan Kaskazini limechukua udhibiti wa eneo linalozozaniwa la Abyei lililoko katika mpaka wa Sudan Kaskazini na Sudan Kusini baada ya kukabiliana na jeshi la Sudan Kusini. Taharuki ilitanda katika eneo la Abyei baada ya kikosi cha jeshi la Sudan Kaskazini kushambuliwa na jeshi la Umoja wa Mataifa siku ya Ijumaa ambapo wanajeshi 22 wa Sudan waliuawa. Ghasia zimezidi katika eneo la Abyei tangu kura nchini Sudan Kusini ambayo ilisababisha kutengana kwa Sudan Kusini na Sudan Kaskazini. Sudan Kusini itakuwa taifa huru kirasmi tarehe 9 mwezi Julai mwaka huu. Rais Omar el-Bashir anasisitiza kwamba eneo la Abyei ni milki ya serikali ya Sudan Kaskazini. Maoni yanayopingwa na serikali ya Sudan Kusini na kuzidisha mapigano ambayo yanaendelea katika eneo hilo. Wanajeshi wa kaskazini walilitoa eneo hilo baada ya wale wa kusini kushambulia msafara wa wanajeshi wao ambapo watu 22 waliuawa. Wachanganuzi wanahofia kwamba mzozo huo huenda ukaibua upya mapigano kati ya Sudan Kusini na Kaskazini sawia na yale ya awali yaliyodumu kwa miongo miwili na kusababisha vifo vya zaidi ya watu milioni 1.5. Hapo jana waziri kutoka Sudan Kusini Luka Byong Deng alijiuzulu kutoka serikali ya Sudan akisema uhalifu wa kivita umetekelezwa katika eneo la Abyei. Zaidi ya watu 20,000 wametoroka kutoka mji wa Abyei ambao sasa umesalia bila watu. Kamishna wa tume ya Umoja wa Mataifa ya kutetea haki za kibinadamu Navi Pillay amesema amepokea ripoti kwamba wanajeshi wa kaskazini wamekuwa wakishambulia makazi ya raia. Kilichokuwa chama cha waasi cha Sudan People's Liberation Movement ambacho sasa kinatawala eneo la Sudan Kusini kimewataka wanajeshi wa kaskazini kuondoka katika eneo hilo. Balozi wa Marekani nchini Sudan, Princeton Lehman, ameonya kwamba Marekani itasita kuiondoa Sudan kwenye orodha yake ya mataifa yanayofadhili vitendo vya kigaidi endapo serikali hiyo haitawaondoa wanajeshi wake kutoka eneo la Abyei.